Tunakamata Ephésiens chapitre 2 verset 20. Tunakamata Mwanzo 12 na mstari wake wa kwanza. Tunakamata ile Waamuzi. Sio kama vitabu Mungu anavikamata watumishi. Hiyo za mafungusha kwa kilo. Zaburi 11:3. Na mwingine mara moja niko nafungula Ephésiens chapitre 2 verset 20. Mwingine niko nafungula Genèse chapitre 12 verset 1 kushuka. Na mimi ndasoma ile Waamuzi. Zaburi 11 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, kama misingi ikiharibiwa. Inasema ikiharibiwa. Ile inasema ikiharibiwa. Yangu inasema ikiharibiwa. Aha. Kama misingi ikiharibiwa. Twende. Mtu wa haki atafanya nini? Mtu wa haki atafanya nini? Okay, twende Ephésiens. Waefeso 2 mstari wake wa 12, tongoza wasomi kwa jina la Yesu. Amen. Umejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu. Acha kwenda mbio mbio. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Daudi anauliza, nasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki amejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Okay, twende. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. Jiwe kubwa la pembeni ni nani? Kristo. Ni Yesu. Achia pale. Kamata Luc chapitre 6:48. Luc 6:48. Luc 6:48, tutongoza usome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mfano wake ni kama mtu aliyejenga nyumba, akachimba chini sana, akaweka misingi juu ya mwamba. Wakati maji yalipopanda, mto ukapiga kwa nguvu sana juu ya nyumba ile, lakini haukuweza kuitikisa. Haukuweza kuitikisa. Juu jengwa juu ya msingi, na alijenga akaweka fondation ndani sana. Genèse chapitre 12, acha pale. Chapitre 12 verset 1. Mwanzo 12:1. Ndiyo. Basi Bwana akamwambia Abrahamu. Basi Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako. Na katika ndugu zako. Na katika ndugu zako. Na nyumba ya baba yako. Na nyumba ya baba yako. Hata nchi ambayo nitakuonesha. Hata nchi ambayo mimi nitakuonesha. Na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na nitakubariki. Na nitakubariki. Nitakutukuza jina lako. Nitalitukuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Na nitabariki ambao wanakubariki. Na nitabariki kila mwenye atakubariki. Naye ambaye anakulaani nitamlaani. Na mwenye kukulaani nitamlaani vile vile. Na ndani yako jamaa zote. Na ndani yako jamaa zote za mataifa watabarikiwa. Twende. Hivi Abrahamu akakwenda. Ndiyo. Sawa sawa Bwana alivyomwambia. Akakwenda sawa sawa Bwana alivyomwambia. Twende. Loti akakwenda pamoja naye. Ndiyo. Na Abrahamu alikuwa na miaka 75. Ndiyo. Wakati alipotoka katika Harani. Ndiyo. Abrahamu akatoa Sarai mke wake. Ndiyo. Na Loti mwana wa ndugu yake. Na mali zao zote walizopata. Ndiyo. Na watu waliopata katika Harani. Ndiyo. Wakatoka kwenda katika nchi ya Kanana. Ndiyo. Wakaingia nchi ya Kanana. Ndiyo. Abrahamu akapita katika nchi hata pahali Sekemu kwa mwelo wa More. Ndiyo. Na Mkanani alikuwa nchini kwa wakati ule. Aha. Bwana akaonekana kwa Abrahamu. Bwana akaonekana kwa Abrahamu. Akamwambia, uzao wako nitawapa nchi hii. Akajenga pale madhabahu kwa Bwana. Akajenga pale
madhabahu kwa nani? Kwa Bwana. Eske Mungu nasikia njala tu. Sema kajenga madhabahu kwa Bwana. Pale ndio nilikuwa natafuta kwa kujenga madhabahu. Hapa nasema hivi 25 ya Waamuzi. Na ilikuwa usiku ule, Bwana kamwambia, toa ng'ombe dume ya baba yako, ng'ombe dume ya pili ya miaka 7, na bomoa madhabahu ya Baali baba yako aliyo nayo, na kata Ashera kando yake. Amen. Tuikale. Niko nasikia amen naanza kaukia mubifua. Hata ikauke tunataka ingia mupriere, hata una nguvu ya kuomba utaomba. Salimia voisin mwambie utaomba tu. Hamuna mwenye ataomba. Tunashukuru Mungu kwa leo tukiwa tunapunguza somo ambayo inasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Tulisungumuza misingi, tukasema ya kwamba kwa lugha ingine misingi ni madhabahu. Sema madhabahu. Ni kusema misingi ni madhabahu, au misingi tunaweza ita mizizi kwa lugha ingine. Si mnajua ni kusema misingi ya muti njo ile mizizi yenye naingiaka mudongo. Sasa ile mizizi kama inaosa, muti haiwezi toa matunda. Njo maana ile saa tunataya misingi njo origine yako kule kwenye unatokea. Na tulianza zungumuza juu ya Daudi kwa sababu Daudi njo mwenye alipose question. Anasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Tulisema ya kwamba misingi mibaya, kitu ya kwanza yenye inaleta nini kanisa? Nye wote amekuwa nasoma. Ile njo shida. Unajua mkanisa tunaishi kwa neno la nani? Tulisema misingi inaleta kitu ya kwanza ni roho ya uchelewi. Sema roho ya uchelewi. Ni kusema wakati yenye misingi mibaya iko ndani ya jamaa yako, ukiona vitu vinakuwa na chelewa, ni kusema kuko misingi mibaya yenye ile pande waka. Na tulisema ya kwamba misingi haiogopake mwenye alipata lubatizo. Mnifuate mzuri. Misingi haiwezi kuogopa, nasema sio alishabatishwa sio siezi mtawala. Misingi inabanaka na mwenye alipakaliwa mafuta na nabii. Nilianza baonesha huyu mwenye wanaita Daudi. Daudi amepakaliwa mafuta na nabii Samueli. Nabii Samueli hakukuwa kama mtu wa mwendre. Samueli alikuwa nabii mwenye anaweza fanya kitu kenye taifa ikifanya na Mungu anarudia Mwisraeli. Njo Samueli hakukuwa nabii wa kupapasa, lakini Samueli alikuwa nabii mwenye Mungu yeye peke alitakasa. Biblia inasema akabeba pembe ya mafuta kaimwanga juu ya Daudi. Lakini pamoja na ile mafuta yenyewe alimumwangia, nilikuambia misingi ya Daudi ni mtu moya wanamuita Yuda. Sema Yuda. Na nilisema ule Yuda alikuwa kahaba. Siku moya alitoka aende kata manyoya ya mbuzi zake, akumbe mukazana wake pale. Sitaongea vya mingi sana juu ya muda. Mukazana wake naye alikuwa alishakufisha babwana. Kisha mukazana wake akavala, akatosha nguo ya bujane. Apre kutosha nguo ya bujane, Biblia inasema akavala shela. Kuvala shela iko cha kile kitambala cha nini? Cha misilima. Mniletea watu karibu 6, nafanya mfano haraka. Musika na mugarso, musika na mugarso, bibi na bwana. Ni mfano. Tukue haraka. Tukue souple, 6 personnes ni kusema 12. Tukue haraka. Kuya mtu wa Joaki. Wako na jia chakula, si wanaweza kuonea hapa.
Mkuye ba garso, ba sisi. Tukuye pale kote yenyewe kule nyuma mkuye. Mkuye haraka sana. Tumenea sisi. Ikuwe dusi. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona kisi hapa wanakuwa hapa? Huyu njoo Yuda. Kuya hapa ukue njoo nani? Yeye atakuwa Tamari. Ni mfano haiko njoo yeye. Tamari alikuwa mwaliana wa Yuda. Akisha kuwa mwaliana wa Yuda, Yuda alikuwa na watoto 3 wa garso. Tamari akaolewa na wa kwanza akakufa. Sawa kwanza alikufa, bakarudisha wa pili kutamari. Mungu ananifuata? Sawa namrudisha pale. Naye akasema no, nikazala hapa watoto wabatakuwa kabangu. Hivi sitakuwa na mwanga ile mbegu ya uzazi mwenyewe. Akakuwa na imwanga chini. Sana imwanga chini, Mungu akamuua. Ule naye akakufa. Kulibakilia mmoja wa wale watoto wa Yuda. Sasa Yuda akasema huyu Tamari nikamupatia tena na huyu mdogo na anaenda kufa. Hivi Tamari enda kwenu. Kisha Tamari akaenda kwao. Akasikia siku moja wanasema bopere yako atenda kata manyoya ya makondolo. Hivi atapita njia fulani. Tamari akasema kisha sana nikatalia ule mtoto wake. Nikusema yeye njoo atakamata nafasi. Ile ni masemi ya Yuda, ile ni masemi ya Tamari. Biblia inasema wajane wa ile wakati na wanabaraka manguo za bujane. Kisha Tamari akatosha nguo ya bujane akakuwa smart. Ajifunika mnipe shela. Ausukiwe. Muleta kitambala. Fanya mbio. Jifunike sana, ufunike na macho. Funike tu hapa hivi. Muangalie kisi vilikuwaka. Nilikuwaka au mie nilipitaka. Si mnaona? Akajifunika vile. Yuda katokea, Joaendi akate manyoya. Na bibi yake Yuda alikuwa kalishakufa. Sasa Yuda iko na kuya, anakutana na Tamari. Sana kutana naye, kope. Hamwambia utanipa nini? Anamwambia nitakupatia mbuzi. Sasa tutamaliza. Njoo. Huyu akaenda na huyu. Na ajui gisi ni mwalianaki. Mungu ananifuata. Bakaenda bakafanya mapenzi. Sasa alifanya mapenzi. Tamari alikuwa na akili ya mingi, akamwambia hapana. Hautaenda hivi. Leta vyenyewe unaniachia, vyenyewe utakia gombola. Nuko naleta mbuzi. Akamwambia hapana. Acha niache sentiri. Akatosha sentiri. Akakamata kashe. Akakamata na fimbo. Tamari akavivicha. Kabakia navyo. Sana bakia navyo, Yuda kapita. Sa Yuda alifika anasema, nishaacha vitu wangu. Akakuluka na mbuzi, juu mbuzi waipeleke. Yeye alikuwa anawaza ni Mbaraka. Njoo akasema, pelekea hii mbuzi kahaba akupatie vitu yangu. Sa balileta mbuzi, ule garso akauliza, kahaba iko hapa wapi? Wakasema kwa Mbaraka. Ule alishakimbia na vitu, alishaenda navyo. Salienda navyo. Biblia inasema ya kwamba wakati yenye inaisha miezi 3, mwanaume hana fimbo, mwanaume hana sentiri, mwanaume hana kashe. Akashikia wanakia mwambia, mwalianako ni mukule. Zamani Mwisraeli bakasikia huko na mimba na yenye ni ya buliterite, wanakupiga majiwe, wanakuua. Njoo Yuda, sawa nakia mwambia wanasema, mwalianako iko na mimba. Yuda akasema, kwenye mutamupata, mumupige kwa mawe ateketee. Tamari akasikia. Kisha Tamari akasema,
Okay. Mbele munipige mumajiwe. Hii mimba ni ya Mwenyezi ikashe. Ni ya Mwenyezi isentiri. Ni ya Mwenyezi. Hii muti. Salimia mwenyiko pembeni yako, mwambie unaweza kusema kwa wengine na leo kufika. Alisimama akasema mumuangamishe kwa mawe, akufe na maliziki. Akumbe yeye. Sasa alimwambia mtu tunakuta umasendiri yako. Ndio mwanaume akakumbuka. Ndio akasema iko na haki. Hata msimgusi yako. Ndio akapona. Sasa Mari anapona, akabeba mimba, akazala watoto wambili. Kazala mtoto mmoja wanamuita Peresi. Peresi wa wale wambili wa mapasa. Biblia inasema ya kwamba mukile kizazi ya Peresi kukatoka mwenyewe anaita kama Solomono. Solomono naye akatokea kule mchizazi. Asikia balikuwa basisi walienea. Okay, tutawaeneza tu. Solomono akatokea. Mnakumbuka saa Israeli balikuwa natoka Misri. Biblia inasema ya kwamba balipeleleza Yeriko. Sawa na peleleza Yeriko, wakakutana na mwanamke mwenyewe anaita Rahaba. Njoo huyu, haiko wewe. Ni mfano. Si mnaona? Bale wanatokea kule. Sasa Peresi alishazaliwa mnyumba ya bana. Peresi naye anazala mtoto wanamuita Solomono. Ule Solomono naye njoo anakuya oa tena nani? Rahabu. Mungu anaona kisi misingi na itanaka. Profonde ule kule ni wa Mbaraga, naye anakuya oa tu. Wa nini? Mbaraga. Unaona kisi vinaendaka. Wewe unaweza kuwa ulikuwa kauyazaliwa, lakini misingi iko mbali na wewe, na ile misingi iko na force kuwe. Njoo mkifika mbisomo wanawaambia mtu akiokoka ule mtu hezi. Wewe ndio unaokoka kushinda Daudi. Si mnaona? Huyu wanaoana. Sawa, wanaoana wakazala mtoto moya wanamuita Boazi. Njoo huyu. Sawa. Huyu anatoka tu mjamaa ya nani? Ya Yuda, anatokea kule. Si mnaona kisi wale washapita, walipita zamani na wale wa Peresi paka tuko hapa kwa Solomon. Huyu naye akakuya pendana na huyu mwenyewe anaita anatokea kule kwabo basika wa mbaba balimuleweshaka. Anatokea kule kwa Loti. Njoo kwenye anatokea naye mwingine Mbaraga juu anatoka Mbaraga. Donge huyu anatoka Mbaraga wenye basika njoo balilewesha bababo na bakalala na. Mnaona kisi misingi na itanaka. Njoo nabo bakapatana vile. Sawa anapatana. Aba bakazala. Sawa nazala njoo bakakia zala boyese. Hapa Yesu. Yese naye kule kwenye anatokea akakuya zala Abu Daudi. Daudi kwa wapi? Haya fika. Suni Yese. Yeah? Ache mazi yaka kuya hapo kwa Daudi. Si mnaona? Huyu akakuya kuvita. Mungu ananifuata. Kwenye misingi natokea kanjo kwenye unataka kainuliwa. Huyu sanenda mfro. Banamwambia kama unaua Goliathi tutakupa kado, utaoa mtoto wa Saulo, naye njoo huyu. Mungu ananifuata. Eske kuoa inakuwa kado? Ubie kuoa wanachagulia mtu. Sasa misingi saa inashimamaka. Njoo wakati yenye utendana mwenye haiko wako. Si mnaona? Sasa nakuya pendana na huyu. Huyu anaua Goliathi, wanamwambia
Hivi kisha umeoa Goliathi ukieoa. Kondisio kusudi upate mwanamke. Si hatuna bezwe ya mali, hatuna bezwe hata ya mbuzi. Tuko na bezwe ya mili za Wafilistini. Na Biblia inasema walimuhatarisha, ilikuwa hila. Wanamwambia aende ua Wafilistini kisha leta mangozi yabo. Kama walimkatia ka sengsa, kama walimkatia mile, naye akaleta 2000 nako. Kawaambia njoo vile, akakia vitandika pale mbele ya mfano. Kisha wakamupa bibi mwenyewe hakuchagua. Si mnaona mshamba la Edeni, Biblia inasema Adamu saliona Eva akasema nyama ya nyama. Lakini Daudi hakusema vile. Msome Biblia mzuri. Daudi hakusemaka nyama ya nyama. Wale mpatia tu akasema mwende. Lakini Biblia inasema fie njoo alipendaka garso. Mea iseme kama Daudi naye alipendaka. Mungu ananifuata. Misingi na inukaka wakati yenyewe nataka fikia baraka zako. Nifuate. Kisha Daudi njoo anatokea kule mbaraga. Naye akasema gisi kwanza walinipa huyu moya na huyu sikujichagulia yeye, acha nichague. Daudi akaanja chagua, anachagua, akafika sengsa. Iko naangalia kama biko namna gani. Ati akatandika. Bambaraga walikuwa desa. Donge mwanaume akaeneza ngapi? Setsa. Misingi ya mbaraga. Ndio yenyewe kuna muita kule. Si mnaona kwenye anatokea mbaraga. Naye ile maisha kaingilia. Sana ingilia. Neno ilishasema, Mungu iko nasema huyu ni mtu sawa na roho yangu. Mtu sawa na roho ya Mungu. Njoo akaanja jikuta. Siku moja akaona bibi yake Uria iko na nawa. Akapandia mka etage anamwona kule mbinabiru. Mbinabiru kunakuwa na madushi. Njoo Mungu atuokoe atuondolewe na biru na sie tupate madushe. Hii madushe za kunawia nje kila siku ziko na magumu tu. Lakini kunawia ndani ni ya mzuri sana. Salimia wazee mwambie Mungu akupe ya mnyumba. Unatoka kama unusha jitayarisha mezele za nje, tando nyewe wenyewe mnavala vikwembe cheneza kuangukia kuna mparcel. Njoo ni magumu tu. Daudi akaona saliona anasema mwende munitii. Akamuitia, sawa anamuitia. Biblia inasema akaingia kwake akalala naye. Sasa lala naye akazala mtoto na ule mtoto akamuingiza mjene ya 7 jours. Daudi akaingia mu 7 jours ya jene, hiko najiuliza njoo ya yeye hivi, Mungu basi ponesha mtoto. Mungu akasema sitaponesha mtoto. Hivi mtoto atakufa. Sali maliza vile alishaua na babake mtoto kisha akanja jiregrete na yeye peke. Misingi inakufanyizaka vitu wenyewe na wewe upendi. Mungu ananifanya. Unaweza uliza mtu nasema, we mtu mkubwa, ulifanya vya hivi? Kisha Daudi pale kwenye tumesoma, njoo kwenye anasema, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya. Hakupata repose. Nasari kosa repose. Kukatokea mtoto wake mwenye alizalaka kule bibi ya Uria, ule kama njo Solomona, na ito alizaliwa kumubibi wa nje mbaraga. Naye kasema ndakorije papa. Kama alikuwa na 7 saa, mienda eneza 1000. Naye akakuwa na 7 saa ya benyali ikalisha na akakuwa na 3 saa ya bambaraka. Si Mungu unaona kizazi kwenye kinatokea? Ni pabaya, mwende mwikale nene endelea na somo. Umeona kisi misingi naendaka? Sasa Daudi akasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya. Akakosa repose. Ndio akaenda jisemea, Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Eske balimuuliza kama Bwana haiko wapi? Ubie kesho yake ilikuwa kama Bwana haiko wapi? Ni kusema alikosa repose, après kukosa repose, ndio akasema Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Sikia sasa, Biblia inasema ya kwamba wakati alisema vile vyote sana kosa repose, ile misingi kangamiza mtoto wake. Lakini gloire a Dieu,
Mungu akichagua mtu nalisha mchagua mwa ile jamaa ya misingi, njo mwenye mfalme Hezekia anakuya zaliwa. Sa Hezekia anazaliwa, Hezekia akakuya korishe. Salimia mwenyeko pembeni yako, mwambie mie ndakorishe. Mwambie mzuri, ubia kama hautakorishe unanyamaza. Salimia vaze, sema mie ndakuya, nimekuya korishe. Vyenye bafye balishindwaka, wewe utaliweza. Ndio maana simama kwenye hii madhabahu. Kila mtu mwenye iko hapa, kama misingi yenu ni mibaya, kupitia wewe itaanguka. Sema inawezekana. Mungu akuangushie ile misingi. Sikia, Biblia inasema saa Hezekia anatawala, anasema vye alishindwaka na basokulu balishindwaka, lakini mimi ndabakorishe. Biblia inasema Hezekia sana komala, kitu ya kwanza sana tawala, anasema hekalu isafishiwe. Hekalu ifanye nini? Isafishiwe. Bakasafisha hekalu, akaita Walawi, anasema mukuye musafishe hekalu, turudishe tena nafasi ya Mungu muisraeli. Tupate wafalme wa vile wapi? Mfalme anasema tusafishe hekalu, bakaisafisha. Sabiko wanasafisha hekalu, akaambia makuhani, anasema msikuwe nenda rema tena, Walawi muikalie kazi ya Mungu. Tofauti na nyie wa leo, hata uliona mtu alisaidia mtumishi, problem na wewe peke na uwezi msaidie. Naona tu mtiko napeleka chitunga, anachibebu tunaenda wapi? Asema nenda kwa pastere, basi pastere ananibarikia kasa, wewe mkristo njoo na hitana. Mesikia Hezekia. Hezekia anasema ndakuwa na wapa ni kusema maisha yenu ndajokipe nayo. Nyie mwikalie kazi ya Mungu. Mukakuta leo kazi ya Mungu na watu wanahubiri njala. Nijua ba Hezekia habiko makanisa. Ule pasteri yako iko na maneno ya Mungu, kule kwenye unasome yaka iko na maneno ya Mungu, lakini ukasikia niko nasema ati enso cheyo mwasungireyo ninjala. Nyenjo mnachaba na tuharika. Sata nikuta nina vala veste, sata kuta iko mchitaka chaluire, ile njo vite yetu. Or hatu ya vala, or hatu ya jenga, or hatu ya kula. Ile nye niko nabambia ni kweli. Jwana na mungara, inaume hiko na kula. Aba tunjo ba Kristo wetu. Njoo inakuwa vita. Jua alikosa wa Hezekia wenyewe watawafinasi. Sijui kama niko naeleweka. Tunakuta banashindia mavita. Olie bahubiri siku za mwisho watu watakuwa nenda kule mwesomo ya saku nzuki. Alikwambia kana kasomo. Hakuwa ina mahaya hata. Hii ni kazi yenye Mungu yeye peke alianzisha. Yeye peke njo mokosi wayo, yeye peke njo kiongozi wayo. Sie wengine tunamfuata tu nyuma, anatuambia muende hivi, na sie tunaenda vile. Njo saa unapambana nayo, wewe njo unaivumisha. Unaweza wazo unapiga vita, saa uko unapiga vita, wengine wiko nakuna mo viwerewere. Saa leo usiku, tuko hapa na musika, angelikufa njo leo. Angelikufa. Lakini musika inakuwa usiku hapa, priere na tokota. Walimu wanalamuka. Mumetukosea. Leo njo lenu yetu ya mwisho. Leo njo tunamukula. Tunasema hamutamukula. Mungu anatusumbua. Nabambia ale toka. Na wanaenda. Na musika na jiretrouver. Mwenyange likufa. Kisha apre palo semeani ba frima. Mufrima ataweza vya vile. Mwenye anaweza vya vile ni Mungu yeye peke. Njo kupona ya wale njo vitetu. Alikuwa mchisomo wake mapepo zinamukamula, hakuna mwenye atasema. Na demo hayezi la mukia, basi Mungu maombi. Kwambia mama wivini ataomba naye aligombana na bwanake. Baba.
anafika kwenye moto na walimu wanasema hatutavumilia. Ndio maana jioni ya leo hakuna mzimu tena yenye itavumilia mbele yako. Nasimama kwenye hii madhabahu kama nabii wa Bwana. Kenye kilikusumbua leo tunakiua. Sema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Tro hawezi kuwa mchisomo na unashindwa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia nasema hata wenyewe uwezake kuko wenyewe wanaviwezaka. Ndio maana wapasteri wenyewe wananifuata saa hii. Tuingie tu muhekima. Chenye ulishindwa chisukume huku. Baisukume huku. Kama demo inatatiza mtu, haiko wakuapia, atakufa tu, mademo zitamunyola. Mtu wa mademoni wa kuombea na pepo zinafanya nini? Unakuta watu juu ya kukosa cha kufanya tu. Mule baengo mama yewa habi. Unakutaka nenda na kuhabia unasikia mbwa alebakia hai. Juma demo azikulai shindani. Shindani haiwezi peleka demo. Ile muisahau. Unakutaka olia pone kisha na nenepa na kuanza kwenda mkumstari. Ile tu ndio maisha yenyewe wanapataka pale. Ndio maana wapastere tukuesa ba daktari. Ukashindwa. Si mnaona kesi wanatosha mtu huku wanasema weye ubu ugonjwa wako orizo. Ukishindikana orizo, akipenda wanakutuma aende hata kama ni mbali. Ukashindikana kula Kabongo iko chondo. Zuko na wengine wenyewe wanarudisha hata naende wanasema arudia kwenye Kabongo. Na banamkuta pale choo. Salimia voisin mwambie tuitikane. Kisha mwambie chenye uwezake kuko mwenyana kiwezaka. Mungu wakati yenye watu wiko hezi kupatia vyote usahau. Mungu tu atakupaka nawe chenye uwezi. Kusudi na wewe ulagake kwa mwingine. Njoo maana mdunia usigombanake na mtu. Ezekia akarudisha sura ya kanisa mchisoma. Watu wakaanza abudu, watu wakaanza omba Mungu, watu wakaanza sema Yesu ni Bwana, watu wakaanza sema hii furaha ilikuwa wapi? Mbona tulikuwa tushaipoteza? Sikia, Biblia inasema ya kwamba siku moja Ezekia anapata nabii wa kweli Isaya. Anakuja anamwambia Bwana amenituma kuwewe. Baseme utengeneze maneno ya nini? Ya nyumba yako. Jua utaishi, utakufa. Ezekia akasema sokolo wangu Daudi alikuwa dezerere. Lakini alisemaka hata kufa hataishi. Niko mamaereri. Ayetumie mwenye niliishi haki. Kisha mie njoo nikufa. Kisha Ezekia akageukia ukuta. Anaambia Mungu, hauko wa Ezekia yeye peke, meka meme kumbuka. Mungu akakumbuka gisi alikulisha watumishi. Mungu akakumbuka gisi yeye njoo alifagilishaka hekalu. Hekalu yenyewe ilikuwa nishakuwa mobenyo ruunzu. Nikatoka na akasema a partir ya leo watu waanze adore. Mungu akasema pana. Kameme mie ninakumbukaka. Njoo Mungu akakumbuka na sare kumbuka Isaya na hayafika kwake. Akamwambia rudia. Biblia inasema sana kuyafika kwenye Ezekia na kumwambia amekuongezea miaka 15. Hivi yule Mungu anasema, Mungu wa Daudi wa babako anasema anakuongezea tena miaka. Njoo maana maombi yangu ya leo, Mungu akumbuke kila mema yako. Au yanisikia na pengine au yatenda mema. Ninasema Bwana akumbuke kila mema yako. Unapatia watumishi, unakulisha sijui watumishi kule kuchisomo wenu hata hapa. Bwana akumbuke vyote. Niseme Mungu akumbuke vyote. Hata kama wakati ni ya kidogo. Lakini acha nikuambie, kwenye tumesoma pale mbele kwenye tulisomaka juzi, tuliwaambia tunasema ya kwamba kuna zingine laana
ama ingine misingi ni ya kushindwa. Ukienda muvita unashindwa. Gideon alikuwa mtu mwenyiko na nguvu na uwezo. Napa njoo kwenye nilikuwa nawaambia nasema kila mtu mwenye Mungu aliumbaka gisi uko pale. Mungu hakukumba Mosheki. Hapa Mungu hakukuumba juu uteseke. Ndio maana niliwaambia nasema mateso ya mingi yenye munapitiaka, munadanganyaka, munasema ni mapenzi ya Mungu. Unakuta mtu wanamkatala ati mapenzi ya Mungu. Unakuta mtu alikufiwa na lume keke ati basi ni mapenzi ya Mungu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Kumbe kuko kamulozi moya tu njoo kalinyonga mtoto. Salimia wazee, mwambie Mungu haiko mchawi. Mwambie mzuri, sema Mungu haiko mulozi. Mungu akiikala kuenzi yake, saiko na tuangalia hapa kunzuki, kukichwa yako kuko baraka za vizazi na vizazi. Ni kusema weye mushama yako hamuna shege. Kenye kinakwepeshaka ile makusudi ya Mungu ni ile misingi. Unasikia mzuri? Ni kusema msingi mubaya inasababisha usiishi gisi Mungu alitaka. Sijui kama niko naeleweka. Inakukwepesha, inakutosha mu mapenzi ya Mungu. Lakini maombi yangu siku ya leo, Mungu akurudishe pale kwenye alikumbia. Au yanisikia? Ninasema Mungu akurudishe pale kwenye alikumbiaka. Wewe haukuumbwa juu kuwe shege, haukuumbwa juu kuwe wewe peke dada. Bwana alikuumbaka na akakumbia mwanaume. Bwana musogeshe karibu na wewe uone raha ya bunyumba. Salimia voisin, mwambie inawezekana. Niko nasema usalimie voisin, mwambie inawezekana. Wewe kisha uko pale ukakuwa napata madeception, huyu anakuya anakudecevoir, haiko mapenzi ya Mungu. Ile nina kukataza hata ufike mchezo mwenu wanakuambia shukuruni kwa kila jambo, nasema amie sitashukuru juu ya hili. Niliwapoze question juzi, nasema unaweza kushukuru wakati yenyewe watoto wamelala na hawakule. Kisha naambia Mungu ti Mungu asante juu watoto hawakukula. Na njoo mapenzi yako. Na niliwaambia nini? Niliwaambia nasema kama Mungu anakupa watoto duse, ashatayarisha chakula hapo yote, manake Mungu alishabe. Mungu haiko mchiru kama Muamerike anaweza kuweka konte ya mimba yenyiko mtumbu. Mungu iko zaidi ya Muamerike. Njoo Mungu tushamfasa mulozi, Mungu anajua nafaa ya mbaya. Mungu afanyake kia mbaya. Njoo maana Jeremie 29 anasema ya kwamba ninajua mawazo ninayofanya nini? Ninayowaza juu yenu. Haiko ya mbaya. Njoo nyie munapenda ukufiwe Mungu, ukataliwe, umalaki hapo kukomala. Ulienda bakalunguza gari yako Mungu. Salimia voisin, mwambie acha betize. Mungu haiko mlozi. Mungu haiko mlozi. Njoo umefanya Mungu saa mchawi, ni kusema saa mwenye anachukia watu. Hakuna mtu mwenye anapenda mtu saa Mungu. Mungu mwenye anaachilia mtoto wa pekee, anamwacha jua kile tukufi. Kisha tunakuwa nambebesha mabaya. Alimutoa jumie na wewe tupatikane. Sie njoo alipenda. Apre kutupenda akatoa mwana wa pekee ili tukimwamini tusipotee, lakini tuwe na uzima wa siku ngapi. Kisha huyu unakuwa nambebesha wanalunguza gari yako te Mungu. Njoo nasikia mwenyewe ajui ngui ya betu atuhangane tushime. Uona shukuru jua iko vyako. Nyinyi mnaweza kushukuria kwa babatu. Mtoto wa mtu alishakufa kisha walinyongewa na kalozi moja hivi. Nasema Bwana alitoa, alibeba na wa Daudi. Mnatafuta na mashairi mu Biblia. Mungu haiko mlozi. Njoo maana ukakuta maisha na kale pambana. Sema Mungu, hii gishi na kale tu, wewe njoo fungulo ya vitu vyote. Hivi gishi maisha inakatala. Baba, hii maisha siitaki.
Kuko yengine maisha munaishi juu mulishaka ikubali. Pastor usabe bunga etwe tuko tunatutia. Maana Kristo kuko mumbere na kanyere mwana taye wiwi maisha biri munubi. Njutwe tu tukanuba tano mwanga saba. Njoo nakuta balishia kuloga. Hapa hatuwezi kuloga. Hapa tutakupatia dawa. Na preko kupatia dawa. Na we sasa usiende ikala. Usiende fa nini? Hapa tunaomba, apre kuomba tunaenda tafuta. Apre maombi sai ya misingi, mwende tafuta. Pana kuikalo ta kona verindi yandi konande nakachiri omo nyumba mongende yako na bana mafu. Mungu iko na uwezo ya kukutosha mudi dolari na nakupandisha mpaka unafika $1,000,000. Lakini hakikisha ulivunja misingi. Tulisema misingi inafanyaka uishi na vyenye Mungu alikuandalia. Kitu ya pili, misingi ina create retard mu maisha yako. Ya tatu tukasema misingi inaachaka ujielewe. Njoo wanaweza kuuliza wanasema wewe vile mzima na ulifanya vya hivi. Yule anasema hata na mimi nafana sijielewe. Nako sasa kama nini? Salimia wazee mwambie ni misingi. Mwambie mzuri sema ni misingi. Tukasema ya kwamba misingi ina create nyingine kitu ni bariere. Mipaka. Donge misingi unaweza sema hapa ndajenga. Sasa unapanga kujenga na unauza manjanja. Sasa unauza manjanja misingi nasema tushasema atakufaka lokate. Njoo unakuta manjanja uliuza kuna sema utaitia kunyumbu shapata kwanza ka parcele. Sa manjanja unaeneza zote mopa unasikia watoto mbili wanagonjwa. Njoo washabambia yote ni mapenzi ya Mungu nasema mapenzi ya Mungu tena mtoto aligonjwa. Mwache maziaka. Haiko mapenzi ya Mungu. Njoo nakuta faktire wanaenda katia $500. Sasa wanakatia $500 unasema kwanza niuzishi vipande vya manjanja viko na nigombola. Tunabakia mna deni kwa hospitali. Na waganga wa nguvu anakuambia hapana hautaenda. Nimepata mama moya mwenye yeye juu ya maisha anazala na nona anasema asitapata franga. Akamtia mkabuta kale kasakera kale. Natandika maboro anakia pitiza mtoto tu na nambeba. Sasa unazaliwa mu misingi ya vile yenyewe na waganga wakulipiwa. Njoo waganga wanakuwa nasema mtu aliendaka. Kumbe ba mama bashakuwa hatari. Anatandika lume kekelukisha lala ale. Tia mukasakira na ile yenyewe niko nawaambia ni histoire vraie na ule mtoto mwenyewe nishamuona. Na mmoja hivi mkauchu. Njoo nakia pita naye kwenye mzamu anakuwa nawaza mko belalio. Mtu alienda zamani. Kisha uzaliwe mu misingi ya vile. Ni kusema na baganga biko nalia na kilio ya baganga nafika. Na kweli si walimzalisha. Mungu akuvunjie ile misingi. Na Mungu akuokoe usipitiake Bwana mwenyewe haziweza kugombola matendo. Unajua kuko wengine wa Bwana ni mikoshi. Unakuta kazi yake tu ni kuzala lakini kuwatosha hospitali. Mama yake njoo anakuja kutosha oro ni mikoshi. Hamwezi zala na mjui kisi mtapata za matere. Ukikosa za matere za nini njoo zenye utapata? Oro zile inakuwa mwezi ya kwanza unakuwa naweka kadisi. Mimi nakia fika hatua ya kutosha mtoto. Na mubiri kona kula kuja bavuazi. Tena babire bafile wanakula sana. Njoo wanakuwa na kuangaliwa kwa chibakuli cha watu. Anja kuuliza na bako abata kuna mwanaume wa wapi? Sasa alienda kusoda. Kwa sababu alishakufa. Na mwanaume niko pale. Mungu awaepushie vile vipindi. Sikia. Tukawaambia tukasema sasa Mungu aliona gisi misingi shatundula watu. Njoo Biblia inasema
Yesu akakuya. Na saa Yesu alikuya, naye akavala mwili ya sai yetu. Hakupendaka toke mbinguni na ni Mungu. Akakuya naye akavala mwili tu teki si. Sana vala mwili anapita mutumbu. Juu tulisema Mungu anaweza kutosha mbinguni nuko wako baraka. Lakini wenyewe wanakia kukwepesha njoo kiuno yenyewe uliingia amo au tumbu yenyewe uliingia amo. Bile njoo vinakukwepeshaka. Unaingia mtumbu ya mlosi. Na mwenye alikutia mkiuno ni mubei. Njoo ile misingi mbili mara moja na kubakula. Njoo kwa kukuta mtu roho ya bulozi tu anasema lozi. Ni problem ya misingi. Hata ulimwambia neno wa mzee anasema ni misingi wengine tu mnabasamee juu ya ile. Na unasema hapa huko misingi mibaya. Ubi yake kuambia nasema kasha kolo. Nasema kwenye alitokelea ni balozi. Ile ndio kazi ya misingi. Misingi ayo inakuyaka njo mudamu. Inakuyaka na wewe mudamu. Unazaliwa na mlozi na ule mlozi unakuwa uko na kaparitika hapo. Kama mamako alikuwa mwizi, babako anakuwa mlozi, nikusema kuna kaparitika bulozi akabwishi. Njoo nakuta mtu ashaiba hata anajipa marezo. Mtaona kama mtu hata kufa. Ni mwizi na ni mlozi, misingi ni mbili. Yenye iko naye. Yeye anasema mie siguzi wake eko. Anaanza sema mwizi, mlozi. Misingi mbili inafanya kazi. Bengine viko na misingi na badai na inasema huyu anaweza pata fiasai. Lakini hata toka mfiasai na anaolewa. Njoo nakuta unaweza pata igarso kana kuambia nishakupenda. Njoo vile wewe tu njoo mwanamke wa ndoto. Sasa vinataka fika kumwisho. Unakuya kuta vinajishana unasikia kalienda oa mwenyewe amemaliza naye deju. Njoo unaweza kuwa nasema ni mapenzi ya Mungu. Huko misingi yenyewe alisemaka nyie hamutalewaka kwa mambusi. Njoo nakuta misingi ya kupata bagarso uko nayo lakini wakukuoa au ya mpataka. Salimia wazee muulize wewe misingi yako njoo ya wapi? Tulisema wengine wiko na misingi ya hasira. Akisirika mpaka anatafunya moto na aenda, anatafunya meno na aenda na moto wa shetani. Juu Biblia inasema ikulia na kusaga meno kule nje itakuwa moto wa shetani. Lakini kuko wengine unakuta mbaba anasemesha meno. Juu unaanza muangalia na hii inaanza tesa. Tunasema shauri atakula umumutu. Paka wewe bibi unakuwa unapita ku 5 kilomita. Na unashiambia unalala modeposa ushonile hai. Kuko wengine wenye kama haya lumiza mtu na hasira na haya ishi. Njoo anaweza kufanyia mlia kodojo na nakumaliza. Njoo maana ukianjona vya vile mtu anakuwa na kosa mwenye atakuluma. Kwa anakuwa mbali naye. Kuko wengine wenye iko vya kukemea tu nasogea. Kwa nasema kwa jina la Yesu nuko mbali. Kama Yesu ni Mungu bali mkimbizaka. Kisha wewe uode, wewe uo. Kisha unangoya. Atabana kameza bugali na unakufa. Na sana saa unakufa kisha njoo natulia. Kisha nishaua bibi yangu. Ni mahasira za ovyo ovyo. Na nilianja mimi nasema hasira inaweza acha Mungu anakatala kukupa bwana. Wewe fia huwezi kuwa na mahasira zenyewe unasema kumbe hata nilipata mtu ni mtsimbi ya mokisu. Viko. Nyewe mnashangala. Unaolewa na chikabu cha vile. Niliwaambia ile samidi tuko nakemea hapa mademo, nuna katoto kadogo kanasumba hivi ngume samu kana teke nasema na hivi vanakuaka. Mtoto tu musika mdogo. Kisha unaenda olewa na ule unasema umepata bibi. Nyewe saba padiri. Sana fika munyumba. Anakuambia mimi napigana na wanaume. Ukwenda pima kuleta kumuziaka. Na kupasula. Mwanamke tu. Njoo unakuwa naishi na mwanamke, unamuogopa nuko unamwangalia unasema ni huyu ananipasua. Bengine misingi na batuma
hawezi heshimia wazazi yao. Msingi tu na baita gishi kule kwenye mnatokea mlikuwa wakosa adabu. Mamako mwenye alikuzala na unamkosia adabu. Mama la ile alituambia hapa tulilia mpaka mtoto anakuambia nasema uko sawa wenyewe na lala nao. Nikusema na ukapima na wewe tu. Ukizala watoto wa vile ni misingi tena mibaya zaidi. Nikusema mtoto mwenyezi kuogopa na we mamake na nakuviole. Kisha sasa tunawaambia mkuye muombee watoto, unasema baridi. Balozi hawaonake baridi. Na misingi haisikiake baridi. Haina huruma. Mtoto anakuonya we mufia na kuambia ushakuwa yulu. Kisha unasema wakati yenyu lishaishi. Kama uko karibu na fie mwambie ni laana. Wakati hapo ilishaisha, huko mwakati ya nani? Ile mataye yenye mnakuwa kwa ile bebe waka tu ile itumbu ya kujikunja kunja. Siwaze hori toka mu yenye tu na bombokala. Na wewe njuli zeke shaka. Mungu nawaza matumbu wabu bile matre mambo zinazeka munini. Simukufikiri kama batawakulisha namna gani. Kisha sasa unakuwa na tayo unasema hizi siku mie njoo niko huko hakuna mwenyewe iko. Hata we pale. Huko mwenyewe kuna nyama. Anasema taye na anasema nyama ishakuwa ya kukula kwa mwezi wa 12. Njoo maana wewe hawezi jibeba kwa mzazi yako. Mzazi yako akikwambia tia segebe pale, tia hayo pale. Yatabambia atasikia nini? Njoo mnakuwa natuchokesha, tukemee na sie tu tuna roho ya huruma. Mungu Baba, hivi kisha musika sha kumaliza miaka, Mungu sumtumie Bwana anasema hana adabu hata kumzazi yake. Mtu akishindwa kuheshimia mamake ataheshimia bwanake. Iko kisha unaweza shindwa kuheshimia wazazi yako. Unawaza utaheshimia watumishi wa Mungu. Usisahau ya kwamba wale wazazi hawakulalaka usingizi, sasa ulikuwa kanalala. Sasa ulikuwa na mume keke. Na unaliaka chilio chenye unakuchaka na baya lala. Mnakuwa na pasene mtoto. Na wengine baba juu ya chilio cha mtoto anaenda tafuta kwenye chiriko. Umwende piga kwa masolo juu ya chilio yako. Mamako anavimba na we, anaganga na we. Kisha kumwisho unamwambia wakati yenyu lishapita. Ni laana. Nyie mnaweza fikiria ndenda kunzuki bataniombe. Kunzuki we. Asikia mnajua Mungu. Salimia wazee mwambie Mungu haiko mchi. Njoo maana Biblia, hata mu Biblia kuko kwenye Mungu alikuwa anasema hata Danieli angeliomba singelisikia ningelimwokoa yeye peke. Bila kubakurukuru. Kisha unakuwa nafanya madega, ndenda kunzuki. Ndenda kunzuki. Unachamba mamako kisha tokea kunzuki. Wanakuambia hapa hapo ni formation ya barebele. Hii haiko formation ya barebele, watu wenyewe watakosa adabu kwa wachungaji hapo. Haiko tu hapa, hata kule kwenye mnasomeaka. Niliwaambia ninapenda Wakatoliki sana. Juabo hawezi sema kupadiri mbaya na simame tena kwenye huko. Tuko kule na mke kuluku nyumba. Ukapima tu kusema. Ndio njaa kamata dipasitere kande wa mawanzi. Omwana atoka anenda lilia kwa kitanda. Muulize ba frere biko pale. Juli taya padri. Menye maporo unapenda uchafule na serviteur de dia uchomani. Joshua ya imakutu nasema ndamusukula. Wewe utasukula mtu mwenye Mungu aliita wewe, uko nani? Hata uko nakia kuombea, pasta namaliza hapa kama siku ngapi, nani mjene yote tuko hapa. Wewe pengine uko nalala na bibi yako. Kisha unatokea kule, njoo na ikala na unaanja chafula. Uko mama unaikala, unaanja chafula. Usisahau ya kwamba hapa kumagoti wewe njoo tunaombea. Na wakati yenyewe tunakuombea, wakati unatusaliri,
maombi yetu inageuka laana kwe. Sisi tunaweza kuombea na roho ya mzuri na tunasema ubarikiwe, na Mungu mwenyewe anajua kulipisha kisasi, anatulipia. Ndio maana alisema vita haiko yenu, vita ni ya nani? Ndio maana ukakuta mama mwenyewe anaongea watumishi wa Mungu toka kwenye hiko. Hata aliongea kwako wachisebeka, hata wa mkatakuru, hata mumisilima, kama kushehe, kama kupadiri, toka hao. Haiko tu apatiki. Fasi yote ukakuta mama anakuambia, "Aba pastor Roberto Reno kabisa bije, toka hao." Kimbia usijikokote laana. Wale ni bapa kwa mafuta. Hauna droit ya kuongea kwao. Mungu yeye peke anabeba hukumu yao. Njoo wengine biko kishi biko haupatake majibu. Uko na misingi litoka mchiporona, mnazoea kuchafuana, na ile kuchafuana unapenda kunaifikisha kote kwenye ulingi. Huko mwenye achafuli wake. Unaweza sema na wengine Mungu anasamehe, lakini ukifika kwenye Musa yeye anasema hapa ka udongo imefuniki. Njoo wengine biko huku walishafunikiwa. Njoo kwa anasema mbona siendelee yake? Unafunikiwa. Pale nimeongea kwa mbili. Nimeongea kwa wazazi wa mwili, nimeongea kwa kiroho. Siritu mzazi wa mwili acha blagi. Ambia mwenye pembeni yako acha blagi. Mwingine njoo mzazi wa kiroho acha blagi. Mzazi wa kiroho iko na uwezo ya kukutosha kwa laana yenye mzazi wa mwili alekulaaniki. Nilibafundisha hapa juzi. Nikawaambia Yakobo alilaani Rubeni, lakini Musa akabariki Rubeni. Njoo wewe unaweza sema Jonisha kwa na makuta, ubienisha kwa mwekunda, wale watumishi ni wafupi, ubie ni barefu, mimi hapana cha kusema mbele yangu. Wewe Mungu akwe na wasamehe. Mungu akipigana na wewe, ile himakuta kwa napuliza tupu mzima yote. Njoo maana hata uko nazo, heshimia watu, penda watu, saidia watu. Ukikuta watu wanateseka wape, usipigane na mwenyali pana. Sema na mie Mungu niumbie roho ya vile. Nilikuwa na mumere aliletiaka savosi kumoja. Kama uko ba mama wenyewe walionaka. Njoo wakakia pambana naye. Ndio siku nyingine sana analetea savo, anasema kumbe basi nione. Ninamwambia hatuko na nipatilia kwa madhabahu. Unajua mie sibaogopaki. Mwenye ninaweza ogopa ni Mungu yeye peke. Juu Mungu njoo ananijua kushinda gisi wewe unanijua. Njoo nyinyi mnawazaka ile kusema sema yenu inaweza wasaidia, haisaidii na baloga. Njoo maana tu mnakubaka kusudi uendelee. Kitu ya kwanza, heshimia mtumishi wa Mungu. Haiko wa hapa ni wakule kwenu, kama uko mchingili, uko kadeza. Ni visomo vya mingi. Mheshimie wale watumishi. Niseme mfanye nini? Waheshimie. Padri wako mheshimie, usimwongee yako mabaya. Ni mtumishi wa Mungu. Pastor akwe wakule hata mamboa, ongea mema juu yake, wengi unajibariki. Ukipata busamunyu njoo wengi unamletea kuliko kumletea maneno. Ukiwa na busamunyu. Leo hii kizazi njoo nyewe tunaanza ogopo, na ukiwa kwenye mapasteri useme wakupe franga. Sisi tutatosha franga wapi? Oh, pastor kumbe sasa unakuja kwenye hiko, unakuja mwata na 2000 francs. Namwambia pastor, najua kisu unanichukulia sana, utakunywa mai. Kisha leo nakuta mtu anakamata kakiti. Anakuambia baba nabri aloa. Baba. Eretengwa. Emisingi yoshi. Ni aiba nabere yesunga. Basi ngasa baba zozoe ni sabere. Sasa unamtia kwa mikono na sana. Ba nerihikaren. Sende na minyango ngeri yachi. So mnaona gisi ni hatari. Paka saa hii anasema si ajua chenye nda kula. Njoo kama baba zozoe alikuwa na 10,000 francs. Roho ya Mungu.
Sasa okay, tukulia msengi mile sengi mile. Hata kama naifanya ni kweli, na sisi tunaweza toa. Mimi kumbe tunatoa kwa moyo. Mtu yeye peke anaona anasema acha nisaidie huyu. Mebela we kufika mkiti ya muungamo tena kumtoka yemo na franka. Kwa mwisho Biblia inasema hivi: mwenyiko na msingi yenyiko imara ni mtu mwenye anasikia neno la Mungu na naishi neno la Mungu. Ile njo veritable msingi. Ni kusema kama Daudi alikosa majibu, lakini sisi tunakuja na majibu, tunakuambia msingi yenye taangusha misingi ni neno la Mungu. Ukiweka neno mroho yako jukule mbele mzaburi, utasikia nini unasema, nimeweka neno lako sasa moyoni mwangu, nisifanye nini? Nisikukosee. Ni kusema neno iko na uwezo ya kuprotege mwenye alikuwa na makosa na hata kosa tena. Ndio pale kumwisho anasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Na Biblia inasema Yesu ndio jiwe ya ile msingi. Kisha uliza voisin, uko kumsingi gani? Anasema nini? Tunataka anza bomola. Sasa wewe usibomole yenye haiko msingi yako. Hapa tamu prayer unasikia anasema ale tunabomola, ile tunaweza irepete, lakini wewe utafute yenye iko kuwe. Kama ni abukali ibomole. Kama ni ya kusema bongo, kama huyu asema bongo na huyu atulie, ibomole. Kama ni ya hasira, ibomole. Kama ni ya bumbaraga, ibomole. Kule nje sijui kama tuko nasikilizana. Usibomole cha watu. Huko mwenyiko hapa ni mzazi, sasa tunasema na bomole esprit ya seliba, naye anaikamata. Tusimame tuombe.